Ni kitu Roho wa Mungu ametengeneza ndani yako. Kile anataka uweze kutamka mbele za Mwenyezi Mungu. Unakuta yale maneno yako na flow. Maombi haikatiki. Hausimami kwa maombi, kwa sababu ndani yako kuna Roho wa Mungu. Kwa sababu Roho wa Bwana akishuka, anakuja anatoa vifungo, limitations zote kwenye ulimwengu wa kiroho zile tumewekewa. Vile unakutaga ya kwamba umeambiwa wewe ukitafika hapa wakati wa kuomba, ukifika kidogo unashuka kwa mwili. Mwingine anaanza maombi, ukienda kuomba line ya maombi inakatika na mawazo imeenda. Unakuta ya kwamba wewe umetoka kwa maombi. But Roho wa Mungu wakati ako ndani yako, anakatakata vitu mingi sana, anatuwezesha, anainua roho zetu, spirit zetu zinainuka na zinakuwa na nguvu. Wakati tunasafiri kwa maombi kwenye ulimwengu wa kiroho, unakuta ya kwamba hata kushoka ni masaa haiko. Bwana Yesu na atukuzwe sana. Hebu niwaambieni kitu kimoja Roho wa Mungu anatusaidiaga. Mahali popote kuna Roho Mtakatifu ama Roho wa Mungu, kitu kingine ana control. Bwana Yesu na atukuzwe sana. Kuna kitu watu wengi sana huwa wanasahau. Roho wa Mungu hakuwagi confused. Bwana Yesu na inuliwe sana. Mwanadamu anaweza akashanganyikiwa, lakini Roho wa Mungu hawezi akashanganyikiwa. Na ndio unakuta hata wakati sisi tuko kwa maombi, tunapofika kiwango kile Roho wa Mungu ametusaidia cha kuomba, tufike wakati wa sifa, unakuta ya kwamba Roho Mtakatifu anaandaa anga ingine ya sifa. Watu wote wanasafiri pamoja kwa sifa. Bwana Yesu na inuliwe sana. Ukiona wewe watu wanasifu, wewe unaomba, you are confused. Tero shioge taregana na roho wa ngoma wa confusion. Bwana Yesu na atukuzwe sana. Roho wa Mungu huwa na mipangilio. Roho wa Mungu sio roho wa shetani wa confusion. Roho wa Mungu anajua kipindi cha maombi na anajua hii ni kipindi cha kuomba. Bwana Yesu na atukuzwe sana. Roho wa Mungu anajua hii ni kipindi cha kumwabudu Mungu, ya kwamba sio kuomba tunaomba, tunakaribisha uwepo wa Mwenyezi Mungu katikati yetu. Haleluya. Na hii ndio kitu imefanya sisi wa Kristo wa kiroho tudharauliwe, kwa sababu namba watu naonekanaga tukiwa watu confused sana. Shetani na ashindwe. Roho wa Mungu hajachanganyikiwa na hakuna siku atachanganyikiwa. Tulienda siku moja kwa mazishi mahali, na mshirika wangu mmoja wa mazishi, tulikuwa na washirika kadhaa na wengine wako hapa. Tulipoenda pale kwa mazishi, hebu fikiria, kwa mazishi ati Roho ameshuka kwa mtu, ameanza kuzunguka jeneza maiti. Shetani na ashindwe. Unajua kuna kitu moja, ikiwa ulipatana na mtu ako confused na wewe akakuwekelea mikono, wewe roho ya confusion unaweza kuishi kuibeba. Shetani na ashindwe. Sikilizeni niwaambie, Roho wa Mungu anajuaka kila kipindi, na Roho wa Mungu hawezi kukodhania mambo hivi. Haleluya. Ama unikuta siku moja saa ile nini kuomba mnaomba na mimi narukaruka gayoyo wakiro, na saa hiyo mnasema tunaangusha madhabahu, tunaangusha washawi, na nini kurukaruka tena hatendekeo kwa shoti lako shaa igwa kija kana nikaanza katoto kala. Bwana Yesu na atukuzwe sana. Sikilizeni niwaambie hapa, ni watu wengi wanataka wafunzwe neno la Mwenyezi Mungu, kwa sababu kuna vile utajipeleka wewe kwa maisha yako kiroho hata Mungu akose kuenda na wewe. Mwenyezi Mungu anatakaga na kupitia kwa Roho Mtakatifu kuweza kuweka Roho Mtakatifu ndani yako kila wakati mnatembea pamoja kwa ibada. Bwana Yesu na atukuzwe sana. Roho wa Mungu si mtu ate wewe tumesifu ate tumeomba. Niliona kanisa tulikuwa tunaenda brother fulani, tunaomba. Yeye hata hana shughuli, anaenda tu pole pole. Sisi tunazama. Wakati watu wanaenda kumalizia kwa kuomba, sasa tuingia kwa sifa, unasikia sasa unastua nani?
Unastua nani? Tunajua hiyo ni ujinga. Shetani na ashindwe. Haleluya. Ndio waigwa rĩrĩa andũ mahoya rĩrĩa mathiĩ kũrĩkia he mũndũ kĩnake waumĩra hau nĩ hĩndĩ mũraika wake acuka. Ndĩmwĩre tiga gũtũma kuonekage ta kanitha cia kĩroho tondũ me confused. Shetani na ashindwe. Roho Mtakatifu ako na mpangilio sana, na ikiwa unataka kuongozwa na Roho wa Mungu, hakuna mahali Roho wa Mungu atakubali wewe uende ukaibike. Bwana Yesu na hatukuzwe sana. Sababu kienda tu kwa njia ambayo sio, unakuta kwamba Roho wa Mungu anakuambia hapo hapana. Bwana Yesu na hatukuzwe sana. Nilijiuliza atakuwa kwa hiyo mazishi, huyo ni roho gani yako ndani ya huyu mama? Huyo ni roho gani? Hapa tuko na watu wa Catholic, tuko na watu wa ACK, atolagia huyu simushe kwa damu kana ile hao. Na nema tukiuma mathiko ina macio ndacokire kanitha rĩngĩ. Damu kana ile hao. Bathite mathiko na harugongo. Ha heta gwate. Unaitagwa na aje na hapa njia ya isiara hii na hapo. Karurumo na hapo. Niliambia Mungu huyu nimemkataa. Huyu nimekataa, hii spirit ya shetani nimeikataa. Bwana Yesu na hatukuzwe sana. Hebu fikiria watu kule kwa mazishi mkienda mnaetaka kupatia watu kufu, lakini si kufanya watu washinde pale wakilia. Bwana Yesu na hatukuzwe sana. Sasa amezunguka, amejipiganisha, anaaguka, nguo inahetoka, tuko kwa mazishi, tuko na mapasta wengine patikoja. Mwathani ni mshirika wa haile kana ngoma, mwathani wa Israeli. Tuko na washugaji wa makanisa tofauti tofauti. Mtu anaanguka nguo, ate ni roho mkani huyu, roho wa aibu. Shetani na ashindwe. Roho wa Mungu hawezi kufanya watoto wa Mungu waweze kuaibika. Bwana Yesu na atukuzwe sana. Na aliye na roho wa Mungu ndani yake, roho wa Mungu anakuaga sawa sawa sana. Hata mkisema hiyo kipindi kimeisha, anasimamisha hiyo, anakuweka nguvu za kile mnaingia, kama ni nguvu za neno, kama ni nguvu za maombi, kama ni nguvu za sifa. Bwana Yesu na atukuzwe sana. Dekenya bete mwire tuliohe ni ngoma na tuliohe na maroho na moru, tugaga ni roho wa Ngai within witu, no ni maroho ma shetani maratutongoria. Shetani na ashindwe. Roho wa Bwana dekenya bete mwire na gutire roho mwega tero, tondu roho wa Ngai ni atumaga mundu enyihie. Roho wa Ngai ni arutaga kiburi githini wa mundu. Bwana Yesu na atukuzwe sana. Roho wa Ngai kile atuma weigwa kiwa kirwate mahali tunapata freedom, ni kwa sababu hatupati freedom ya kufanya ujinga na mambo mabaya. Bwana Yesu na atukuzwe sana. Haleluya. Bwana Yesu na atukuzwe. Takete mwende. Ile wakati wa ujana wangu wa roho, nikwambia mimi niliokoka 2000. Mimi nilikunywa pombe miaka 3, 97, 98 na 99. Nikaokoka mwaka wa 2000. Lakini nikakuja nikashikana na watu ambao watu walikuwa wasarakasi sana. Na tukiwa katikati yao, na ule mtu alifanya niingie katikati yao ni brother yangu, my late brother. Nikaenda kwa hiyo maombi, walikuwa naenda kwa kanyumba, na nikwambia hapa wakati mwingine wakasema Mungu ametuamulisha sisi. Ni mmoja alisema hapo, tukiwa na brother anaitwa Washira, ndio tukahubiri hapa Kirogoya soko. Kulikuwa na soko mbili wakati huo zilikuwa zimeangaliana pale juu, ile ya chakula na ile ya nguo. Hatuna fare, mtalipwa na kilometers kilo. Tuanze safari na Washira asubuhi kutoka Karatina, tukiteremka na miguu tunapeleka Injili. Tukifika biguni futi kaba, kila mtu atafanya nini? Utalipwa. Hiyo ulienda miguu utafanya nini? Tukaenda, si Mungu alisema twende, na huyu Mungu hazikutupatia fare. Anataka Injili ifike, lakini fare hakuna, lakini anataka Injili ifike. Tukaenda tukaikia kwa soko, tukahubiri. Kwanza tulikuwa tuhubiri neno moja. Washira nahubiri kule kwa guo, mimi nahubiri kwa chakula. Injili ni moja. Siku zimebaki 40. Ni nawi ifanye nini?
Nineve ifanye nini? So, thiko itigarite mirongo ĩyo, injili ni moja, sisi wawili. Kwa hivyo kila mtu akagomania pande yake, na watu wakasikiliza injili tukira ndumerire. Na ukumbuke hivi, tutatoka, hiyo ilikuwa sasa mwaka wa 2003 hapo ikiisha hapo, nakumbukaga. Sasa tutatoka tena hapa Kiruguya aje, na vile tumeshoka, tumehubiri injili tulikuwa tumeshoka. Na sasa hapa tunataka turudi tena kule kwetu Nyeri. Tara Kenya begwire ndomwe. Nida ukirere Kenya begwire. Iko kuithio mirigo ya ngoma. Ndio kame kuari kire Kenya begwire. Kuaga wewi. Kuaga wewi. Tukamaliza na watu wakisikia injili wakasema, hao wametumwa na Mwenyezi Mungu. Tukawaibia, sasa tunarudi. Sababu hatujui, hatujawahi enda kwa soko tena kuhubiri. Ni mara ya kwanza kuhubiri. Hata hatujui kuitisha hata sadaka. Wahubiri wa saa hii hata nasikia wanaitisha kwa nguvu, toa ama nifunge hii kazi na maombi, toa. Watu wa saa hii, wahubiri wa saa hii wa soko hawataki mchezo. Sisi tukawaambia sasa tumemaliza, tunataka kurudi kule Karatina. Hatukuona hata mtu wa kutupatia kingotore, hata shilingi 5. Ni boga tuliletewa na wamama. Boga, oi Ngai amurathime, na kule boga zinanunuliwa Rogoe. Kule kwetu boga shilingi 5, shilingi 10. Huku sasa wanaletewa. Sisi tukaletewa boga, tukaweka na paper bag. Jiulize hivi, hizi boga Mungu ulisema tulete ujumbe, hii boga tutarudisha Karatina na miguu? Shetani na ashindwe. Ni daugire, ni roho utomanete kwekai, na ti maundu maingi njitekagia itathite kwekai kumwira nataka confirmation. I need your confirmation. Fanya niuelewe kama hiki kitu ni ya ukweli. Bwana Yesu na atukuzwe sana. Na unaweza kuona mimi nimenyamaza tu. Nimenyamaza hata tukiwa na wewe, lakini nakushukuza kiroho kwa Mungu. Na kushukuza niweze kuona ni pegu gani iliyopandwa kwako. Hiyo ni pegu gani? Bwana Yesu na atukuzwe sana. Tara Kenya bede mwili. Niliangalia sako ya watu hawa wote waliyekuwa na brother yangu. Watu walikuwa karibu 10. Amebakia mmoja, 1 kama kidole. Hawa watu walikuwa wanakutana wanasema, Mungu amesema. Mimi siku moja waliniambia nitabiri, na hata sijui kutabiri kuna tabiri yangu namna gani. Kila mtu alikuwa na lazima ungetabiri, sababu uko hapo kwa hiyo kikundi. Lazima utoe line. Lazima. Huyu akasema. Nikaona watasema nimeanguka nikosa kusema kitu. Watasema nimeanguka. Unanikia pili ya kushokia makabe kama wao. Kemoria adwakwa. Na ujue hakukwa Mungu hapo. Hakukwa Mungu. Adwakwa muthaka na gianiki. Watoto wangu. Kwa nini mnafanya nini? Mnathakania. Mtimio mwakiuga. Si niliwaambia ile kipawa iko hapa ni kubwa sana, na kutile Ngai ujariri. Hakuna Mungu aliniongelesha. Hakuna. Shetani na ashindwe. Na wacha nikwambie kitu. Mwili ule wainete akiugate mutikana gwetere itwa ria Ngai. Na mimi huwa naangalia timu yote, ati moja ule amebaki ako halipa ya sana. Wengine walikuja na wakafaulu, lakini ukifika kwa baraka unakufa. Kwa sababu ya kile waliokuwa wanacheza wakisema ni roho wa Mungu anawaongelesha. Mara ya mwisho, na mimi nataka uangalia watu wengi wale hucheza na neno la Mwenyezi Mungu. Uangalie mwisho wao inakuwa namna gani? Mwisho wao unakuwa nini? Bwana Yesu na inuliwe sana. Tumekuwa na mama hapa juzi na Dani na Hawa. Alikuwa mshirika wetu, hata huyu anamjua sana. Hata ameenda kumwangalia kwa hospitali. Akaniambia, Apostle, nataka ukuje unitie mafuta kwa sababu mimi nikienda kuomba kwa mtu, hizi maroho unikuta na zinapiga watoto, zinanipiga sasa mimi ni mgonjwa. Nikamwambia hivi, wewe ile kitu haujui wewe Mungu amekuita ama hajakuita.
Bwana Yesu na atukuzwe sana. Na unafaa kungojea mpaka wakati wa Mungu uweze kufika. Sasa hata sijui kama ametoka hospitali. Ametoka. Aliniapia anaenda kuombea mtu ateye ni nabii. Lakini akitoka kwa huyo mtu, mashida yote hiyo nyumba anaibeba. Anaenda analazwa hospitali. Bwana muombea hapa. Nikamwambia, unajua kitu kimoja, nilikukanya tukiwa pale Shauri. Nikamkumbusha, nilikwambia hivi, wacha mchezo na jina la Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu na atukuzwe sana. Wacha mchezo na Mungu atakagi mchezo. Ukiwa hauna kitu kingine ya kufanya, fanya biashara zako, lakini usicheze na jina la Mwenyezi Mungu, kwa sababu Mungu atakuashiria utapigwa. Utapigwa tu akiitwa Mungu tu. Ni gumu sana. Bwana Yesu na atukuzwe sana. Ukiwa mchungaji, ukiwa mtu wa Mungu, uombee Mungu, bebe mashida yake. Na ni kitu nimeobserve hata kwa pastor mwingine wangu. Nikaona hiyo maombi anaenda kuombea watu, tena ni kama inapinduka inaenda kupiga kwake. Na unajua ni kwa nini? Ni kwa sababu ya mchezo. Kwa sababu kile ambacho unaenda kufanya, Roho wa Mungu hayuko hapo. Wewe unaenda na mawazo. Unaenda na mawazo yako. Peleke nyamba ngiro ndio kumaki. Kabla nianze hii ministry, nilienda miezi 3 kwa Mungu nikiuliza Mungu, umesema ni sawa, sema tena na tena, niende ama nirudi kwa biashara yangu Nairobi. Kwa sababu singependa siku moja mimi kuaibika, na najuana najionea vile kunaenda, niko na masho. Bwana Yesu na atukuzwe sana. Wacha nikwambie kitu moja, opaka Mwenyezi Mungu Roho wake awe ndani yako, kwa sababu ukiongozwa na Roho wa Mungu, ukose kuongozwa na mafikira yako na mawazo yako kwa mambo ya Mungu, hakuna wakati utakapoingia kwa shida. Bwana Yesu na atukuzwe sana. Mahali Roho wa Mungu wako kuna kuwaga na uhuru, na natangaza freedom hata ya kifedha, freedom ya kimaisha, freedom ya kimaombi, freedom kwa maisha ya kiroho, freedom kwa maisha ya kimwili. Bwana Yesu na atukuzwe sana. Natangaza uhuru kwa maisha yako. Hivyo Biblia inasema ya kwamba mahali Roho wa Mungu wako kuna uhuru. Natangaza hiyo uhuru kwa maisha yako. Bwana Yesu na atukuzwe sana. Utoke chini ya vifungo na limitations. Utoke chini ya hiyo madhabahu inasemaga hakuna doa, hakuna pesa, hakuna maisha, hakuna nini. Tegeide mwele. Roho wa Ngai ni wotuteithagia gushughulikira madhabahu maria matulimitaga thini wa thii ya kiroho. Bwana Yesu na atukuzwe sana. Na kama hautaenda na Roho wa Mungu, kuna madhabahu inakumalizia kitu fulani, ukiangalia na macho inamaliza hii, inamaliza hii, bila kuwa na Roho wa Mungu, kwa sababu unadili na maroho. Na Roho wa Mungu ndio tu anaweza kukuelekeza ni njia gani utadili na hizo madhabahu. Utafika pale, lakini utakuja kuona ya kwamba ile jambo linakuja kujirudia kwa maisha yako. Shetani na ashindwe. Penda Roho wa Mungu akawe ndani yako. Patia Roho wa Mungu nafasi ya kurekebisha. Tuko na weaknesses. Bwana Yesu na atukuzwe sana. Lakini Roho wa Mungu, kwa sababu Mungu anatupenda, lazima atatufunulia zile weaknesses tuko nazo tuweze kuzifanyia kazi. Roho wa Mungu atatusaidia kuondoa characters. Kuna weakness na kuna character. Tuko na bad characters. Twina character ibwesikola goshenjuru muno ishabithagia kinya Ngai. Na Roho wa Ngai, wakati Roho wa Mungu amepata nafasi ndani yetu, hizi character baya kwa maisha yetu, Mwenyezi Mungu utusaidia, anatuondolea. Bwana Yesu na atukuzwe sana. Na wacha nikwambie kitu moja, ikiwa hautashughulikia character yako, ile unajua shetani kuna kitu ilikuja kwa mawazo yangu leo nikiwa pale kwa ofisi. Mtu akanipigia simu akaniuliza, nitafanyaje
niweze kukopolewa kwa hii kitu. Na jana alikuwa ameniandikia kwa Facebook ya kwamba mimi natafuta mahali ya kwenda kufanyiwa deliverance kwa sababu ya yale mambo mimi napitia. Nikasikia Roho wa Mungu akiniambia nimwambie Haji, lazima ukate kile kinakuunganisha na ufalme wa shetani ndiposa ukaweze kukopolewa kwa ishi uko nacho. Bwana Yesu na inuliwe sana. Kwa sababu kuna mambo ile imetuunganisha kwa falme za giza. Hata kama tunakemea, karakta zetu zingine zimetuconnect kwa ufalme wa shetani. So hata kama unafanyiwa deliverance 20 times, 30 times, after kutoka kwa hiyo deliverance, kuna kitu unafanyaga. Pengine unaenda kwa usherati, unafanya usherati, uko connected kwa njia moja ama nyingine. Wewe ni mlevi, wewe unafanya mambo mabaya, wewe ni mtu wa wivu, mtu wa wivu sana. Na unajua wivu ni pepo. Shetani na ashidwe ya kwamba hata ukifanywa deliverance miaka ngapi na ufunje madhabahu, wewe kuna kitu imekuconnect kwa ufalme wa shetani. Shetani na ashidwe. Wewe ni mtu mwongo, you are a liar. Wewe kila wakati wewe ni mtu wa kuongea uongo, wewe ni mtu wa kuambia watu mambo ya uongo. So kuna kitu imekuconnect kwa ufalme wa shetani namna hii. Hata kama utafunja madhabahu mara ngapi, hata kama utafanyiwa deliverance kwa kanisa 100, hiyo kitu haitawahi toka kwako. Sababu after kufanyiwa deliverance, kama wewe ni msherati, unarudi wapi? Kwa usherati. Shetani na ashidwe. Kama wewe ni mtu wa wivu, bado unaendelea na mambo ya wivu, wewe unaendelea na mambo ya masegenyo. So kuna kitu, kuna character ambayo ilikuunganisha na ufalme wa shetani. Hata wakati unafanyiwa deliverance, shetani anajua hiyo ni sarakasi mnafanya hapo. Hiyo mnafanya ni hiyo inaitwa mieleka ama inaitwa what? Drama ama PE mnafanya hapo kwa madhabahu. Toka, nitatoka. Toka, niende wapi? Enda kuzimu. Nimeenda balalala. Lakini ukitoka tu pale, ile karakta yako inakushika, inakuunganisha tena. Zile maroho sababu ziko na nyumba hapo, zinapata nafasi ya kufanya nini? Hata wope namna gani, ikiwa hautashughulikia karakta zile baya kwa maisha yako, na zingine ni baya kuliko mwiza kuiba, kuliko za kuua. Wacha niwaambie kitu. Watu wale wako kwa kanisa, wao wanaamini dhambi ni kukunywa pombe peke yake na usherati. Si ni ukweli? Lakini nataka nikuambie, ukitaka kutafuta wauaji wako kwa kanisa. Haleluya. Ukitaka kutafuta watu wabaya, sababu huyo mtu wa wivu ni mtu hutumiwa na shetani kuua destiny ya mtu mwingine. Shetani na ashidwe. Mtu wa wivu anatumiwa na shetani kuua masomo ya mtoto wa mtu mwingine. Ni muuaji ama si muuaji? Shetani na ashidwe. Huyu muokofu ndio anaenda kwa maombi kukamata vipawa za watu, kukamata aga za watu za maombi. Huyu ni mshawi ama si mshawi? He's a witchcraft. He's a wizard. Shetani na ashidwe. Na Bwana Yesu na inuliwe sana. Washeni waambie, kanisa saa hii inataka mtu amejisikia. Sio kila mtu anaingia kwa anga yako muokofu utampatia kiti akae. Utapatia mtu akae ambaye akitoka anakuasha na kidonda. Akitoka anatoka na zile baraka ulikuwa nazo. Bwana Yesu na hatukuzwe sana. Na ukiwa na Roho wa Mungu, ukiwa umetafuta zile character wewe uko nazo, mimi najua ya kwamba kwa kanisa kuna kwanza, kanisa hii ya mwisho Yesu alisema imejaa usherati. Yesu alisema kwenye kitabu cha Ufunuo ya kwamba nalo kanisa la mwisho litakuwa na nguvu kuliko kanisa la hii. Yesu alisema la mwisho wali limejaa washerati, ni wengi, backsliders ni wengi sana. Shetani na ashidwe. Ate ona kinyadume kanitha ini uguo na mundu ena mucie wake no kuri kurwera mwira enda tu kaombe hapo, enda tu hapo, enda tu jifanye tu kwena komera kwira thie tu hawo uguo ugari mashaka na babu zaya aigwe.
Shetani na ashindwe. Tarekenya bedi mwili. Okoro injili no nigukorwo ina hinya na ina hinya wa Ngai. Lazima tuweze kushukana na karakta zile baya baya. Na ndio unaona kitu moja. Unaona vile nimeweka viti. Ni vile sitaki mtu yeyote akujage kuombea hapa kwa madhabahu. Hata uitwe nani? Hata sister yangu akitoka kwa Nairobi hapa asikuje kuombea. Madhabahu ya Mungu nataka kulinda. Kwa sababu najua wengi wetu tunaokoka tukiingia kwa kanisa. Tunaokoka tukiwa kwa kanisa. Madhabahu iko na gharama kubwa sana. Na mchungaji, kama kuna kitu moja unafaa tu kushuka, sio viti, sio nyumba kama hii, ni madhabahu ya Mwenyezi, ni madhabahu ya Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu na atukuzwe sana. Sikiliza nikwambie, na hii watu wengi hawatapenda, kwa sababu ni kitu nimeobserve, nikaona hapana, hiyo sitawezana nayo. Hiyo roho hiyo nimeikataa. Bwana Yesu na atukuzwe sana. Tarekenya bedi moyo ndomwe. Kiwo kira ugatethi ni wakuguririo. Na kyoria wina maturi. Tani athikiririe uria roho warera kanitha. Bwana Yesu na atukuzwe sana. Kwanza niliambia Pastor Jadi pale, nikamwambia mtu yule nitakuta ukiwa huku amelala kwa madhabahu, utaniambia wewe ni pastor wa aina gani? Utaniambia wewe ni pastor badia ama bado ni pastor? Bwana Yesu na atukuzwe sana. Kuna nafasi kanisa yetu ni kubwa sana. Si kanisa ni kubwa, lakini madhabahu nataka kushuka, kwa sababu mimi nilijua watu sometimes Mungu ananiambia kama mambo ya mtu na shaka na shidwa. Ule ni ule mtoto wangu akiwa Jehova. Tabo imagine wewe tolo atekwe hindi mwe kora guku kanitha ini ndi office chikari tegeti igwo kiragai tandehera mtu ule wa mwini ucio araikara. Ebu nilete huyo mtu vile anayetaka. Yesu akishoka, Yesu akirudi, ai mwini alibonide Yesu agioka to mothi demoni agioka daruta iratu dore tena kuliali othiete nako. Bwana Yesu na atukuzwe sana. Atutengere takasha ukariku. We utatembea kama dama ukienda wapi? Kwa sababu hata Yesu kumwangalia tu namna hii hauwezi ukaangaliana naye, kwa sababu ya vile wewe uko. Na washeni waambie kitu, na waambia hivi nikiwa baba ya kiroho, nikiwa nawapenda, hebu kila mmoja wetu afanyie karakta yake kazi. Bwana Yesu na atukuzwe sana. Mimi kwa huduma Mwenyezi Mungu amefanya nikutane na watu wengi sana walio na karakta mbalimbali, ya kwamba kuna watu ndio aweze kushusha mwingine lazima ampake matope. Kuna mtu bado ni muokofu ndio aweze kupendeka, atasema kitu ya uongo ili aweze yani anakaa kama vile kuku inatupiagwa na mwenye kuku mahindi ndio iweze kufanya nini? Kukamatwa. Shetani na ashindwe. Na hizi karakta ndio nasikia kama mshukaji, kwa sababu hizi zote Mungu amekupatia nafasi ya kuangalia haya maroho zote. Unayamulika. Last week niliita mtu mmoja, nikamuita hapa, nikamuuliza hivi, tulitoka na wewe Shauri, nimekuhubiria miaka 7 years ama ni miaka gapi? Utaishi kuwa msherati mpaka lini? Hapana, apostle niope. Mimi hata sijuagi nikienda kwa usherati. Nikamuuliza, unakuwa kama mlevi? Hapana, mimi sikunywa pombe apostle, lakini najikutaka mimi nikifanya usherati. Nikamuuliza hivi, ushawahi toka kwa nyumba yako ukienda kufanya usherati ukiwa uchi? Ukatembea kwa barabara hivi ukiwa hauna nguo? Kwa hivyo hii spirit ya usherati inajua wewe ukiwa unajua kabisa ukitoka kwa nyumba yako umeenda kufanya
Shetani na ashindwe. Spirit hii, ukitoka kwa nyumba haukukunywa pombe by mistake, ulijua ya kwamba umetoka kwenda kupiga wa? Shetani na ashindwe. Na Bwana Yesu na atukuzwe sana. Tarakide mwile, Mungu anagojea. Na kama kanisa, Yesu anakuja kuchukua kanisa lake. Hakuji kuchukua kanisa hiyo, anakuja kuchukua kanisa ya watu watakatifu. Bwana Yesu na atukuzwe sana. Yesu anakuja kuchukua kanisa, si ya watu wa mipango ya kando, sio ya waongo, sio ya waizi, sio ya wahuni, sio ya watu wa wivu, sio ya watu wa vita. Yesu anakujia kanisa ya watu wale ambao wameachana na mambo za dunia. Bwana Yesu na atukuzwe sana. Ndugu kanitha ule Yesu aloka kugira, lakini sio ya pretenders. Atethio ni twetua, ni tuegwetua. Ndio uliona protest. Msugu mmoja alisema pretenders are worse than murderers. Na sijui kwa nini alisema na maisha wao, siwezi nikakutafsiria hiyo enda ukatafsiria. Ati andũ arĩa mapretendaga makoragwo marĩ oru gũkĩra kĩ? Oragani. Shetani na ashindwe. Mimi naweza kukwambia hivi, kuwa mtu ambaye ako na principles zake, mtu ambaye anapendeka na Mungu kwanza. Mungu akupende kabla haujapendwa na wanadamu. Sababu unaweza fanya tu sarakasi tu kufurahisha wanadamu, lakini kwa Mungu haujapendeka hata kidogo. Bwana Yesu na atukuzwe sana. Sikiliza nikwambie hivi, pendeza Mungu, pendeza Mungu wako. Hata ukiwa mahali unasema, hata kama ule anipendi, lakini naomba Mungu nikupendeze, tabia zangu zikupendeze, maongeo yangu ikupendeze, maisha yangu ikupendeze wewe Bwana. Bwana Yesu na atukuzwe sana. Na hii maneno yote washa nikwambie, inafanyikaga wakati tumefanyia karakta zile baya, zile zinaita shetani kwa maisha yetu, ile tumejiconnect nayo. Pengine unafanyaga masturbation. Masturbation ndio ya kimapepo. Shetani na ashindwe. Haleluya. Pengine hizo karakta unafanya tubaya wewe ukifanya. Unajua shetani anapendaga sana zile tabia zinafanya kwa zikuwa zimefishwa. Na shetani upenda sana mambo ya giza. Shetani anapendaga sana mambo ya giza. Naye Roho wa Mungu anakuwa ni mwangaza, anapenda mambo ya mwangaza. Na Paulo anasema giza na mwangaza haziwezi zikapelekana. Lazima moja ipate nafasi na ingine iweze kupata nafasi. Bwana Yesu na atukuzwe sana. Kama ni giza ni giza, na kama ni mwangaza ni mwangaza. Ikiwa unataka kwenda mbali sana na Mungu, hebu shughulikia kako ka weakness huwa unafisha. Hako hakuna mtu mwingine anajuaka. Hako ka kitu unafanyaga, na hapo ukiwa na hapo kwa nyumba unapiga hata hii hapana. Siku ya Saturday asubuhi ukitoka kwa nyumba, Baba katika jina la Yesu nimefunga apostle asione hiyo. Nimemfunga kwa jina la Yesu. Nimefunga macho yake hiyo asio. Do you know, kile unafunikaga ndio shetani atatumia siku moja kuja kukuaibisha naye. Bwana Yesu na atukuzwe sana. Hiyo ndio itakuja kufanya nini? Hiyo ndio itakuja kukuaibisha. Hiyo kitu unaonaga unafanya kama umejivisha. Na ndio unaonaga ni afadhali ikiwa unataka kufanya dhambi, fanya umalize, ukuje kwa wokovu, uamue kuokoka. Ya kwamba hata siku ile utaokoka, hakuna kitu ya kule nje itakuvutia kutoka kwa wema wa Mungu. Bwana Yesu na atukuzwe sana. Tiga kuthie disco na no uroka kanitha kesha. Kesha na disco ni maundu meri tofauti. Iba hiyo kwanza. Ukimalizana nayo, ingia kwa ufalme wa Mungu kama umemaanisha. Useme kuanzia siku ya leo sitawahi enda. Kuanzia siku ya leo sitawahi fanya. Kuanzia siku ya leo sitawahi kwa mtu wa namna hiyo. Na kile Mungu anagochaka kutoka kwetu ni maamuzi yetu, vile wewe umeamua. Kitu ya pili na ya mwisho nasema, usijifananishe. Ambia jirani yako usijifananishe na mtu mwingine.
Hebu mwambie vizuri, usijifananishe na mtu mwingine. Mwambie ukitaka kujifananisha, jifananishe na Yesu. Bwana Yesu na atukuzwe sana. Do you know kwa nini nawaambia hivi? Nimeangalia nikaona hata kwa nchi yetu kukiinuka mtu awe ameinuka na nyimbo za dashi ama za gospel, yani awe ameinuka, watu wanakuja wanakope, na mpaka watu wanaanza kuzaa majina ikiita ule. Si ni ukweli? Sivyo ndio kunaenda? Si mmeona mpaka kwa TV watu wanaita watoto wao Alejandro, na hujui kama ni mafia ng'ombe ama hujui ni nini, lakini aliona mtu akiitwa kwa nini. Niliona mchungaji mmoja miaka yetu ya wokovu, alikuwa nakuja anajaza kikundi kubwa sana kwa mkutano. Watu hata washugaji sana washugaji walikuwa wana imitate sauti yake vile na ubiri. Wewe unamjua? Si unamjua? Alikuwa na ubiri mpaka unasikia, mpaka kwa karedio unaenda unashika karedio hivi akiomba. Si unamjua? Wahubiri walibadilisha mpaka sauti. Mimi natoka kwa sauti yangu Stefano naenda kwa yau. Mungu hakuinuagi ukiwa photocopy, anakuinuaga ukiwa original. Bwana Yesu na atukuzwe sana. Huyo mchungaji kwa sauti yake ilikuwa mzuri sana, na tena maguo yake alikuwa anavaa maguo ile ya kihuruto, akifanya namna hiyo ni kiguo kibage. Wachungaji wote nao walikuwa wanaenda wanashona hizo. Wacha siku ile alisema one day, akasema Mungu ameniambia mimi ndio nitakuwa rais wa Kenya. Alafu sasa akuja akute hata familia yao haijamchagua. Mtu alikuwa anarudi, mchungaji alikuwa anarudi kwa sauti yake, bless Jesus, bless Jesus, hallelujah.